Bana, hii wiki ni ya moto haswa kwenye ardhi ya Tanzania kisoka zaidi kutokana na dabi ya Kariakoo, namna ambavyo pressure inapanda, pressure inashuka, lakini pia ni dabi ya Kariakoo ambayo tunakwenda kuishuhudia mechi mbili zikipigwa ndani ya wiki moja. Ni jambo ambalo zito kweli kweli. Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba wanahitaji pia kufuta uteja, lakini pia wananchi Young Africans wakihitaji kubeba ubingwa, lakini pia wakihitaji pia kuendelea endelekeza rekodi yao zidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni moja kati ya mechi ambayo ni gumu kweli kweli. Wananchi Young Africans dhidi ya Simba Sports Club haijawahi kuwa mechi nyepesi hata kidogo, lakini pia kama hiyo itoshi, ni kwamba watu wanatazama kombe la Muungano finali, lakini pia watu wanatazama mechi ya kuwania alama tatu kunako ligi kuu Tanzania bara. Mnyama Simba anahitaji kupunguza gap, lakini pia kwa upande wa wananchi Young Africans wao wanahitaji kuendeleza wimbi la kupata matokeo kwenye ligi kuu Tanzania bara. Sasa iko hivi, ukiachilia mbali na hii mechi ya fainali ya kombe la Muungano ambayo itakuwa kwenda kupigwa siku ya tarehe 29, niko namaanisha kwamba siku ya kesho kutwa. Sasa ukiwaangazia Young Africans wanahitaji kupata matokeo, lakini pia ukiwaangazia Simba Sports Club wanahitaji kupata matokeo kutokana na namna ambavyo timu zote mbili zimejiandaa, lakini pia ukubwa wa timu na wachezaji ambao wako kwenye hivi vikosi. Lolote lileza likatokea. Lakini pia ukiachilia mbali na mechi, kuna ile mechi ambayo ni ya kusaka alama tatu kwenye ligi kuu Tanzania bara ambayo inakwenda kupigwa Mei 3. Sasa hapa ndo kimbembe kipo kutokana na lawama pia za waamuzi kwenye ligi kuu Tanzania bara kuwa nyingi. Basi so kesi hii mechi kwa asilimia kubwa inakwenda kuchezeshwa na waamuzi kutoka Morocco, moja kati ya mechi ambayo imepangwa kupigwa pale kwenye dimba lile la Meja Jenerali Isamuhyo, mechi ambayo itaanza kupigwa pale majira ya saa 12 za jioni. Na kikubwa zaidi ndugu yangu mimi ni kuambia kwamba waamuzi kutoka Morocco ndio ambao kwenda kuchezesha, na mwamuzi wa kati atakuwa ni Hamza El Farouk, ambaye ndio mwamuzi wa kati ndio atakayekwenda kupuliza kipenga. Lakini pia kwa upande wa line 1 mwamuzi msaidizi wa kwanza atasimama Laisene Azkwawi, yeye ndo atakayesimama kama line 1. Line 2 atakuwa ni Hamza pia El Nasiri, yeye ndo ambaye atakayekwenda kusimama, lakini pia Mustafa Khashif yaenda kuwa kama fourth official katika mchezo huu. Hawa ndio waamuzi wanne ambao watakaochezesha mechi ya dabi ya Kariakoo ya Mei 3 ambayo itakayopigwa pale kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Visingizio vimekuwa vingi kuhusiana na swala zima la waamuzi. Tumeshuhudia pia hata mechi ya kwanza kule Zanzibar, namna ambavyo shughuli ilikuwa nzito kati ya Simba na Young Africans. Tukashuhudia pia makosa mbalimbali, Prince Mpumalelo Dube yeye pia akinyimwa nafasi ya kwenda kufunga, waamuzi wakidai kwamba amejenga mtego wa kuotea, yaani amejenga kibanda, jambo ambalo lilizua pia taharuki kubwa kutokana na tukio lenyewe lilikuwa linaonekana si offside, lakini pia mwamuzi akanyanyua kibendera kwamba kuashiria ni offside. Lakini pia tukashuhudia tukio lingine, Selemani Mwalimu Gomez akifunga pia bao la halali kabisa la wekundu wa Msimbazi Simba, lakini bao hili lilikataliwa. Ni moja kati ya jambo ambalo pia lilizua taharuki kubwa sana kunako ligi kuu Tanzania bara. Sasa msimu uliopita pia tulishuhudia waamuzi kutoka nje pia wakichezesha dabi ya Kariakoo ambayo ilikuwa ni mechi pia mzunguko wa pili kama hii hapa, ambayo ilikuwa ni mechi ya mwisho kabisa kunako ligi kuu Tanzania bara, na wale walikuwa ni waamuzi kutoka Misri. Tukashuhudia mnyama Simba akichezea chuma mbili swafi na hakuleta lawama zozote zile, kila mmoja aliridhika kutokana na maamuzi ambayo yaliyofanyika. Sasa hawa waamuzi kutoka Morocco
ndio ambao tutakuja kuchezesha mchezo huu wa Mei 3 ambapo tutashuhudia kuweza kuona pia ubora wa hali ya juu. Kumbuka Simba wanahitaji kupata matokeo katika mchezo huu ili waweze kupunguza alama. Young Africans wanahitaji pia kuwa na mwendelezo ambao ni mzuri, na ukiangalia pia namna ambavyo timu zote zimekuwa zikisaka alama. Young Africans wako pale juu kileleni wakiwa na pointi 47, lakini pia kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba wao wako nafasi ya pili hapo wakiwa na pointi 42 mpaka hivi sasa. Moja kati ya mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa sana, na hatujui dakika 90 mambo yatakuwaje. Je, ni mnyama ambaye atakaenda kufanikiwa kupata matokeo? Kumbuka Simba ndo wako nyumbani kwenye mchezo huu. Hawa ndio ambao wamewapeleka wananchi Young Africans kwenye dimba lile la Meja Jenerali Isamuhyo. Lakini pia kumbuka kwa upande wa Young Africans wao mzunguko wa kwanza waliwapeleka wekundu wa Msimbazi Simba kule Zanzibari, na mechi ikamalizika kwa sare ya 0-0. Hii nayo pia vipi, ni sare ama kuna mtu ambaye atakayekwenda kupasuka? Basi ni moja kati ya mechi ambayo pia inasubiriwa kwa hamu kubwa sana, lakini tutaanzia katika vipimo katika ukubwa wa hii mechi kwanza kuanzia pale Amani Stadium Zanzibari siku ya tarehe 29 kwenye fainali ya Muungano Cup, kuwashuhudia mafahari hao wawili wakikutana, alafu tuweze kujua kwamba mipango yao ikoje na kiuhalisia pia mizani yao ipoje. Inaweza ikatoa taswira kubwa sana kuelekea kwenye mechi ya Mei 3 mwaka 2026 ambayo ni mechi ya ligi kuu Tanzania bara. Bana, uondo wiki so mchezo kutokana na wakubwa wawili, timu ambazo zinakusanya mashabiki wengi kabisa kwenye ardhi ya Tanzania. Lakini pia kama hiyo itoshi, kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo kwa mara ya kwanza nadhani lile dimba litakwenda kuwa full house. Dimba kwa mara ya kwanza litakwenda kujaa kutokana na ukubwa wa hizi timu mbili, na pengine pia dimba lisitoshe lile kutokana na wingi wa mashabiki wa Simba Sports Club na Young Africans. Lakini pia ukiangazia namna ambavyo timu zote mbili zilivyo, basi mashabiki wana morali kila mmoja akiamini kwamba timu yake inakwenda kupata matokeo kutokana na namna ambavyo siku za karibuni wamekuwa wakipata matokeo mazuri. Shukrani sana, hakikisha una subscribe channel hii. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Bye bye.